Tumekwisha kusikia neno la ajabu na pia onyo hii ya kwamba hapa duniani ndani ya wakati huu mambo haiko katika hali njema, nasi hatutayarisha kwamba mambo itakuwa katika hali njema. Ya kweli ni kwamba salama imetoshwa katika dunia, na maandiko matakatifu yanasema mpaka mwisho kutakuwa mavita na majanga, kutakuwa njaa na wakati ngumu. Hayo ni kinywa cha Bwana ndiyo kiliyasema, na maombi yote, mamilioni ya maombi haitaweza kubadilisha mambo hayo. Yale ambayo Mungu aliyosema itakuwa hivyo, nasi tunapaswa kujifunza namna ya kuomba katika mapenzi ya Mungu, na mambo yote ambayo yaliyokuwa yametayarishwa na yeye, yaliyotabiriwa na yeye, tunapaswa kuyakubali, nayo ni sehemu ya mpango wa Mungu, nasi hatuwezi kusimama juu ya hayo. Na wakati Bwana Yesu alipozungumza kuhusu mambo hayo, iwe ndani ya Luka sura 21 au ndani ya Mathayo sura 24, alikuwa akisema, wakati mtakapoona mambo hayo yote, sasa munyanyue vichwa vyenu, kwa maana mnajua ya kwamba ukombozi wenu umekaribia. Hakusema sasa muombe ili mambo hayo yasifike, lakini alisema ya kwamba munyanyue vichwa vyenu, kwa maana mnajua ya kwamba ukombozi wenu umekaribia. Kwa namna ya kuona ni mabadiliko katika kiwango ambayo Marekani imeacha kubaki peke yake na imejipanga kwa upande wa Waingereza, na hiyo inaweza kupatia Urusi katika dakika yoyote haki ya kuweza kukamata nafasi yake, na yale ambayo iliyo ndani tunaweza sisi sote kuyasabia. Kuna moja ya mambo ambayo ndugu Branamu aliyoona katika mwaka 1933. Moja ya maono, akaona Marekani ikibomolewa yote. Aliona mapori zikiungua, miti ikikatwa na kuvunjwa, miamba ikivunjwa na kupasuka. Akasema wakati nilipoweza kuona yote ilikuwa imebomolewa. Sisi hatujui itakuwa ni wakati gani kwa ajili ya mambo hayo. Hatujui hiyo dakika au saa hiyo itakapofika na kugonga wakati gani, lakini kitu moja tunayojua ni kwamba wakati umekuwa damani sana, wakati umekuwa hatari, nasi tunapaswa kugomboa wakati, kwa maana imekuwa ya damani sana. Nasi tunataka ili tuweze kudumu chini ya baraka ya Bwana na tusiweze kuacha kazi ya Bwana, lakini tuweze kufanya yote ambayo tunayoweza kwa ajili ya kutangaza yale ambayo Mungu aliyosema. Akose itakuwa ni kundi kidogo ndiyo itakayobaki, ambayo pia itakayozarauliwa na kukataliwa, lakini kwa moyo wao wote watakaoamini yale ambayo Mungu aliyosema. Nasi tunakubalishwa sana ya kwamba ili ndilo neno la Mungu la mwisho. Nasi tunataka tuweze kushikwa na hiyo mara moja tu mpaka saha za mwisho za maisha yetu hapa duniani. Inahusu mambo ya mwisho ambayo Mungu anayotaka kusema, nayo ni ya kukubalisha kwa wale wote ambao wanayotaka kusimama mbele yake. Kila mtu hapaswi kuamini yale anayotaka au kufanya yale anayotaka na kisha waze kwamba anaweza kusimama mbele ya Mungu. Hapana. Yawezekana tunaweza kuwa tuko katika njia yetu wenyewe na tutabaki huko, au tuko katika njia ya Mungu, au Mungu iko na njia yake pamoja na sisi. Ni vema kuweza kutamka kwa namna hiyo, na kisha baadaye tutaweza kuwa karibu yake ndani ya utukufu. Tutaweza kuwa pamoja naye huko ndani ya utukufu. Ndani ya neno la Wafilipi sura 3:13 tuliambiwa ya kwamba tunapaswa kusahau yale ambayo iliyo nyuma yetu. Mara nyingi si vyepesi, lakini kwa msaada wa Mungu hayo tunaweza kuyafikia. Nabii Isaya anasema kitu fulani kinachofanana na maneno hayo kwenye sura 43 mstari 18.
Musikumbuke maneno ya kwanza, Isaya 13:18, wala musifikiri maneno ya zamani. Tazama, ninafanya neno jipya, sasa litachipuka. Hamutalijua, wala musifikiri yale ya zamani. Sijui, nilisema wakati uliopita huko Zurich na pia mbele, na sasa katika wikendi hii niliweza kuisikia tena ya kwamba mahubiri inayoitwa makao inayokuja iliweza kugusa moyo sana, na kwamba mahubiri haisomewe tu kwa namna ya juujuu, lakini Roho wa Mungu kwa namna ya kipekee iko nazungumzia mioyo yetu. Hayo tuliweza kuyaelewa sisi sote, na mnajua miaka ngapi ambayo imekwisha kupita mbele ndugu Frank aweze kuja mbele ili aweze kuzungumzia mahubiri haya. Nilitafsiri pia makanda au kama vile vitabu tangu miaka mingi, lakini sasa wakati umekuja ambamo Bwana aliweza kutupatia agizo ya kuweza kuhusika na mahubiri ambayo yaliyoweza kuhubiriwa baada ya kufungwa kwa miezi 7, na Mungu aliweza kuambatanisha hiyo na lengo iliyo ya makini sana kwa ajili ya hiyo, na naamini ya kwamba iko naita walio wake kuweza kutoka na kuweza kutufanya yale ambayo tunayoweza kuwa nayo ili tuweze kusimama mbele yake. Na ni hivyo ndivyo mara nyingi kwa ajili yetu sisi wenyewe au mbele ya watu wengine hatuwezi kusimama mbele yao, na hatuwezi pia kusimama mbele ya Mungu mtakatifu. Na hiyo tumekwisha kufika kwa kiwango ambamo tunatupa katika mavumbi na tunasema tukiambia Bwana, wende mbali nami, kwa maana mimi ni mtu mwenye dhambi. Na hivyo hivyo ni kilio cha huzuni na kukubalishwa ndani ya moyo wetu, tukisema Bwana, usiniache, ninakuhitaji sasa kuliko mbele. Na ni hivyo Mungu anatuacha katika hiyo vita ya ndani mpaka ye mwenyewe aweze kubadilisha hali na aweze kumaliza shida. Hatuwezi kufanya sisi wenyewe, tunaweza kujihukumu sisi wenyewe, tunaweza kuhukumu wengine, tunaweza kujiletea kuonya sisi wenyewe na kuonya wengine, lakini hatuwezi kubadilisha mambo. Tunaweza kuzifanya kuwa hatari au kuziharibisha, lakini Mungu yeye mwenyewe iko na uwezo wa kubadilisha hali, na tunaweka matumaini yetu ndani yake kwa ujao na pia kwa neema ambayo tuliopewa ndani ya ufunuo ya Yesu Kristo. Leo tena tunaendelea na mahubiri inayoitwa nafsi zilizo katika kifungo. Sasa tulifika kwa ukarasa wa 16 jana, na ningetaka hapa niweze kusoma sehemu ya mwisho ya ukarasa wa 16. Nisome ya kwamba Yesu nyuma ya kumaliza huduma yake akahubiri nafsi zile ambazo hazingeliweza kuokolewa. Biblia ndiyo inayotuambia hayo. Alienda kuhubiri nafsi ambazo zilizokuwa katika kifungo, zile ambazo hazikuweza kutubu wakati neema ilipokuwa imepewa kwao. Nafsi hizo zilikataa hiyo neema na sasa zinangoja hukumu. Oh, ni wakati gani hiyo iliweza kuwa? Hiyo ilikuwa ni wakati gani? Ningependa niweze kupata namna ya kuweza kutikisa ulimwengu pamoja na hiyo, ili ulimwengu uweze kuona uhakika ni nini. Yesu yeye mwenyewe alisema, kama vile Baba alivyonituma nami pia ninawatuma. Hapa ndugu Branamu anashilinganisha na andiko hii. Tuna andiko hizi tatu, Yuda 5 na mstari wa 6, Petro wa pili sura 4 mstari wa 5, Petro wa kwanza sura 3 mstari wa 18 na 12. Nyuma Bwana aliposulubishwa, Petro alisema kwamba alishuka huko chini ya udongo akahubiri zile nafsi
ambazo hazikutii, zile ambazo hazikuamini, wakati mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu alipokuwa akihubiri kwa jina la Bwana, alipowahubiri neema na alipokuwa akiwahubiri wokovu. Walikuwa akiona Noa kama vile mtu fulani tu wa nchi yao, akiwa na makosa mamoja na udhaifu mmoja na ugonjwa mmoja kama vile wao, nao hawakuweza kutambua ya kwamba ilikuwa ni Mungu mweza yote ambaye aliyekuwa akileta kipaji cha neema katika kizazi hile ya zamani. Nao waliweza kuzihaki, wakamchekelea na hawakuweza kutega masikio kwa neno la Bwana. Sasa hapo sasa walikuwa ndani ya gereza, ndani ya hiyo pande ya chini ya udongo, na Bwana Yesu nani wao ndio Bwana Yesu alienda kuhubiri, na kwa hizo nafsi zilizokuwa katika kifungo, ambazo hazikuweza kutii, ambazo hazikuweza kutubu, ambazo hazikukubali, ilikuwa imechelewa. Wokovu hangewezekana tena kwao, hawangeweza kuokolewa, ilikuwa imechelewa kwa ajili yao. Nasi tunajua sisi ambao tuna miaka mingi leo nyuma yetu, tunajua kwamba inakuwa ya kuumiza namna gani na namna gani unaweza kujisikia wakati unapokuwa unapopoteza heri au bahati ambayo iweze kurudi tena. Mara nyingi inaweza kuwa kama vile mambo inaweza kuwa inaweza kuwa kama vile pia mambo ya mwili, na pia kwa namna ya ndani ya dunia hii tunaweza kuwa kama hatuweza kubahatisha hiyo bahati, kwa maana hizi tena kurudia inakuwa imechelewa. Hiyo ni mambo ya dunia, lakini hapa inahusu mambo ya kiroho. Kwa kuchelewa, kwa kumaliza, inakuwa imemalizika, inakuwa imepita, na hakuwa sasa hakuwa na uwezo wa kuweza kurudi kwa Mungu na kuokolewa. Hiyo wazi inatosha kwa ajili ya kuwazia hiyo mabadiliko na hiyo maumivu ya nafsi hizo. Naweza kuizungumzia kwanza dhamiri, kuweza kuwa umepoteza neema ndani ya wakati huo, na kisha umekuwa umechelewa milele na milele. Inakuwa imetosha ili uweze kupatia nafsi maumivu inayokuwa ya hatari ambayo huweze kuwazia. Siku moja wakati wa neema itakuwa imepita na milango itakuwa imefungwa, na mtu ambaye atakayekuwa nje atakuwa amebaki nje milele, na yule atakayekuwa ameingia ndani atakuwa amebaki kuwa ndani milele. Na hapo inasemeka katika ukarasa wa 17 kwa mwisho huko juu, huduma ya Yesu Kristo iliingia ndani ya kanisa ndani ya siku hizi za mwisho, na ni hiyo ndiyo wengi wanaamini, nami ninayamini pamoja nanyi. Ninayamini. Kama singeliamini, ningeliweza kufanya kitu kingine, ningefanya kitu kingine fulani, lakini pamoja na mambo hiyo, ijapokuwa hayo ni mimi ndiye nayehusika. Na kama Roho wa Mungu iko ndani yenu, hali ya watu inaweza kuwahusu. Sasa kuna andiko, nilikuwa nikisumbua sana na andiko hiyo, namna gani Musa angeliweza kuambia Mungu wazo njema ambayo Mungu yeye mwenyewe alikuwa nayo, mpaka wakati ilipoelewa ya kwamba ilikuwa ni Roho wa Kristo iliyokuwa ndani ya Musa ambayo iliyomvuvia. Mungu alikuwa amesema, Musa, tengana na watu hawa, ninataka niweze kuwabomoa wote, ninataka niwamalize wote na niweze kuanza pamoja na wewe. Na Musa akasema, akajibu Bwana, akasimama katikati, akasema, nikamate ufute jina langu. Walikuwa watu wale wamoja ambao waliokuwa wameasi, moyo wake ulikienda kwa taifa hilo lilikuwa limefanya uasi. Hao watu wamoja, wakati mhubiri anapoona taifa sasa, mimi kama vile taifa, mimi kama vile mhubiri nao ambatishwa na taifa, namna gani za kujisikia kama ninahesabiwa haki mbele ya Mungu na mbele ya macho yangu, kama ninaweza kuwa nikificha kitu fulani mbele ya watu ambao naopenda niweze kuwaona katika pumziko kama vile taifa. Na sio pamoja na Musa tu au Paulo ambaye aliyetaka kuweza kuokoa wazazi wake wa ndugu yake katika mwili, na alikuwa anahitaji ili aweze kutoshwa. Kama angeliweza kuleta wokovu ndani ya kitu kwa ndugu zake, angeliweza kuhitaji kukataliwa. Musa alisimama katikati kwa wale ambao walikuwa wamemuasi, kwa wale ambao walikuwa wamekusanyika wakibishana na yeye,
kwa wale ambao waliokuwa wamezungumuza vibaya kwa ajili yake. Natazama, ndugu Branham anasema hapa, ilikuwa ikimsumbua sana tangu wakati nilipoweza kuelewa ya kwamba ilikuwa ni Kristo ndani ya Musa. Lakini wapendwa wangu, nia, mawazo iliyokuwa ndani ya Kristo Yesu yanapaswa kuwa na itakuwa ndani ya waamini wa kutewa kweli. Na hiyo ndio tulisikia jana, ndani ya wale wote ambao waliozaliwa upya kwa ajili ya tumaini iliyo hai. Tutaweza kusimama katikati na kuweza kuacha yote katika mikono ya Mungu, hukumu yote. Tuache hukumu yote katika mikono ya Mungu. Na Paulo anasema sitaki ushukumu mimi mwenyewe. Ilikuwa ni nini? Kwa maana Mungu yeye peke yake ndiye atakayeweza kutangaza hukumu yake. Hata kama Mungu anataka funue yale yaliyofichwa ndani ya mioyo, mtu anaonaka tu yale yanayoonekana mbele ya macho yake, lakini Mungu yeye mwenyewe anatazama ndani ya moyo. Na kisha nasemeka hapa katika ukarasa wa 17 chini, mtazame hiyo alama moja za kiroho ambazo Yesu alizotimiza yeye mwenyewe, nazo ziliweza kutimilika pia ndani ya siku za mwisho kwenye dunia hii. Hizo alama moja za kiroho ambazo zilizokuwa zikimuonyesha kama vile Masia, tena leo zingali zinamuonyesha tena leo. Yeye siku zote ni Masia. Alama za kuonekana zilizoonekana hapa duniani ni hizo ndizo zilizoonekana ili ziweze kuonyesha yale aliyokuwa. Na hiyo nguzo moja ya moto ndiyo Paulo aliyoona, na ni hiyo moja. Na hizo alama moja tena nazo zilizo kuonekana zikiwa na hiyo tabia moja, nazo zilikuwa zikifanya hayo mambo mamoja. Hapa inazungumza kuhusu alama moja. Kama tungelipenda kukamata kose kwa mfano andiko mbili, Marko 16 inasemeka hapa kwa namna nyingi. Inasema kwamba tazama alama nyingi, alama zitakazosindikiza wale watakaoamini. Na kisha kunasemeka alama nyingi na maajabu mingi inaandikwa pale, na maandiko nyingi za kuzungumzia kuhusu hayo. Lakini wakati tunapozungumza, kama tunataka tuweze kuzungumza kuhusu alama za wakati, kuna alama nyingi. Lakini hapa inahusu alama moja, alama ya Masia, kuonekana kwa Bwana ndani ya nguzo ya moto, na kwa yale ambayo aliyofanya katika wakati wa Musa na yale aliyofanya wakati alipokuwa hapa duniani. Na hiyo tena ilijirudilia tena kwa namna moja ndani ya wakati wetu. Hatuna hitaji ya kuweza kuendelea kuzungumza kuhusu mambo hayo, lakini wale wote ambao wanaojua ujumbe wanajua ya kwamba malaika wa Bwana tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 1946 alipatia ndugu Branham ushahidi, akampatia shahidi, akamwambia ya kwamba kama vile ilivyokuwa katika wakati ule pamoja na Filipo na Nathanaeli, kama vile ilivyokuwa katika wakati ule pamoja na mwanamke yule kwenye kisima, namna Bwana angeliweza kufunua siri za watu, na ni hivyo ndivyo itakuwa katika huduma yako, nayo itajirudilia, itafanyika tena. Unapaswa kuelewa kwamba hizi maushuhuda zinasemeka hapa na huko, na hayo kose ni ushuhuda ambazo haziweza kutafsiriwa, lakini malaika wa Bwana aliweza kusema jina kwa ndugu Branham kwa watu ambao wanaosemeka katika Biblia na jina zao, nao watu waliweza kujilinganisha na maandiko za Biblia ya kwamba kupitia huduma yake na mambo hayo pia yatatimilika kama vile alama ya mwisho mbele ya kurudi kwa Yesu Kristo. Na hayo yalitimilika mbele ya macho yetu sisi sote. Wakati napohusu ya kwamba alama na maajabu kwa wingi, hapo tunaweza kusema wainjilisti wengi ambao kupitia huduma yao na maajabu mengi na alama nyingi ziliweza kufanyika. Hakuna mashaka pale juu ya hayo, lakini hapa inahusu kitu fulani kilicho zaidi ya hayo. Mnajua wakati Musa alipotumwa ilikuwa ni alama, na kwa alama hiyo ikafuatana na sauti. Mnajua yote hiyo mahubiri, alama na sauti. Na sauti ilikuwa ni nani aliyeitwa kutoka? Ni yeye ndiye aliyeitwa kutoka. Na nani aliyefunua neno la wakati ule?
nasi tunaishi katika wakati ambamo mambo fulani ya unabii yanapata utimilifu wake, na sio watu wote wanayoona, na sio watu wote wanayosikia. Lakini kama Mungu anaweza kuwa amefungua mioyo yetu na masikio yetu na mioyo yetu, ili tuweze kuyaelewa na kuyafahamu na kuweza kuyapanga kwa namna ya Biblia. Hiyo ndiyo inahusika sana sana, na sio tu kwamba tuweze kuyasikia na kisha tuweze kuyazungumzia, lakini kwamba tuweze kupokea na kuweza kujua, na kwamba tuweze kupokea neema mbele ya Mungu, na tuweze kushikwa kwanza, na tuweze kujua yale ambayo Mungu anayofanya katika wakati huu, na tuweze kupata sehemu ndani. Na naamini ya kwamba wale wote waliotayarishwa ili waweze kuona utukufu wa Mungu wataweza kushaacha wakusanyike, na wataweza kusikia neno la Mungu, na wataweza kufunga njia zingine zote. Hapa inasemeka ilikuwa ni mpango wake, ni kwamba ni mwanadamu ndiye angepasha kuzungumzia mwanadamu na si kujizungumzia yeye mwenyewe. Neno la Bwana likuja kwa manabii, kwa wale wanaotabiri, kwa wahubiri wanaotabiri na kuhubiri. Mtu anayetabiri akikataa tena neno la halisi, sasa namna gani anaweza kuwa nabii wa kweli? Hawezi, kwa sababu anakataa kweli ya neno. Lakini kama hakatae neno, hapo kwa neno hilo nalo linahubiriwa kupitia kweli ya neno na kupitia kweli ya Roho Mtakatifu, na neno hilo litaonyesha kila ahadi ambayo alitoa. Na hivyo ndivyo tunajua kama hii ni kweli au hapana. Kila ahadi ambayo Mungu ndani ya neno lake aliyotoa itatimilika ndani ya wale wote ambao wanaopokea neno lake. Neno lake aliwezi kurudi bure kwake, litatimiza na linapaswa kufanya na kutimiza yale ambayo litumwa na kutimiza mapenzi yake. Lakini tena zaidi, na inahusu zaidi, na sio furaha inayopita kwa muda fulani ndani ya makusanyiko. Inahusu zaidi, inahusu mambo ya kujisikia ya dakika fulani ambayo haitotena kuwa tena baadaye, lakini inahusu kwamba kazi ya Mungu ya kilindi ndani ya nafsi yako na ndani ya nafsi yangu, na kwamba pamoja na Mungu tuweze kuletwa tukikubalishwa na neno la Mungu, ili yale yanayobaki tena yaweze kutimilika, na ili Mungu aweze kutimiza yote ndani ya kanisa lake. Na kisha nasemeka, tunaona mambo haya. Mkumbuke ya kwamba mihuri 7 ilimalizika, na wakati hizo kweli 7 zinapokuwa zimefunuliwa, kwanza shairi moja yake ambayo haikuruhusu ili tuweze kuyajua. Hapa karibu, wangapi walio hapa? Wangapi katikati yenu waliokuwa hapa wakati mihuri 7 ilifunuliwa? Mnajua hiyo, lakini haituruhusu kuweza kujua muhuri wa 7. Bwana alikuwa akisimama huko ndani ya chumba na alinifunulia kila moja yao. Tusimamia hapa muda kidogo. Mnajua ya kwamba Bwana ndani ya nguzo ya moto kila nyuma mchana kati karibu saa 8 alikuwa akikuja kwa ndugu Branamu ndani ya chumba ambayo ilikuwa giza sana. Alikuwa akishusha, akizimisha mataa, na hapo alikuwa katika chumba iliyokuwa ndani giza bila nuru, ili aweze kuona nguzo ya moto, na alikuwa akisimama mbele ya Mungu ili aweze kusikia yale ambayo Bwana alikuwa akimwambia. Na hapa inasemeka ya kwamba Bwana alikuwa akisimama pale ndani ya chumba na akanifunulia moja ya kila hiyo mihuri, lakini muhuri wa 7 hakuweza kuifunua. Hapa kuna siri ambayo juu yake kuna wale ambao wanaovunja vichwa vyao na ambao wanaozungumza pia kwa bure juu ya mambo hayo. Yale ambayo Mungu aliyofunua inakuwa kwa ajili yetu na kwa ajili ya watoto yetu. Inaandikwa hiyo ndani ya Kumbukumbu la Torati sura 29 mstari 29, kama sijidanganye.
lakini yale inayofichwa inakuwa ya Mungu wetu. Na ni hivyo ndivyo tunataka tuweze tuache yote kwa Mungu, yale iliyo yake, na tuweze kushikwa na tuweze kushukuru kwa yale aliyotupatia. Lakini shida ni kwamba watu wao wenyewe hawajaweza kupokea na kujua ufunuo uliofunuliwa, na wanaanza kuhusika na kwamba Mungu aweze kufanya kitu fulani, na wanataka kuweza kufunua, nao wanapotea katika maangamizi, na kisha kwa kumaliza hawawezi tena kurudi na uweze kutoka katika matafsiri yao. Hatutaweza kujaribu mpaka Bwana aweze kurudi. Hatutaweza kuenda mbali na yale ambayo Bwana aliyosema. Tutanyamaza mahali aliponyamaza, tutazungumza mahali alipozungumza, na si zaidi. Lakini Mungu aweze kupatia hiyo sisi sote. Inasemeka hapa tena na imeandikwa. Sasa ukurasa wa 19 chini. Sasa tuko wapi? Mkumbuke hii muhuri wa 6, mahali ambapo baragumu 7 zinalia ndani ya muhuri wa 6. Hiyo ni kitu fulani cha ajabu sana. Mnajua ya kwamba unajua hiyo vizazi 7 vya kanisa, hiyo vizazi 4 vya kwanza alisema kwamba hiyo mihuri 4 ya kwanza inahusu 4 ya kwanza inahusu kanisa, kama vile ndugu Branham anasema. Muhuri wa 6 inahusu ziki kubwa. Unaona, jua napoteza mwanga wake na mwezi napoteza nuru yake, na nyota zinaanguka. Na katika hiyo muhuri wa 6 ndimo baragumu zinasikilikana, na hiyo nayo ni ya dabani sana kuiweza kuitabani na kuitazama. Nikusema kama tunazungumzia hiyo, wakati tunaweza kurudi juu ya hayo, tutaweza kuyaona. Kila moja ya baragumu 7 ina nafasi yake katika hiyo muhuri wa 6. Hiyo ni kweli na ni amina. Hiyo ni inakubaliana 100%, kama vile mambo mengine yote ndani ya mpango wote wa Mungu inakubaliana katika neno la Mungu na katika mpango wa Mungu. Hakuna mezali au mafundo juu ya hayo. Na kisha nasemeka hiyo hesabu 7 siku zote inakuwaka ni siri. Mnajua hesabu 7 ni kumalizia, ilikuwa ni kuja kwa Bwana. Mbingu ilikuwa haitikisike, ikakuwa kimya, hakuna mtu aliyetikisika, kwa maana Yesu alisema ye mwenyewe, hata hakuna malaika wa mbinguni anayejua ni wakati gani nitakaporudi, nami mimi mwenyewe sijui kwa saa gani. Ni Baba ndiye aliyeweka hiyo katika wazo lake. Mungu ambaye peke yake aliye Roho ndiye anajua hiyo, na ndiyo maana mimi sijui. Ni kusema ndugu Branamu hapa kwa namna iliyo wazi anajilinganisha, anafunga muhuri wa 7 akisema ikimalizia na kurudi kwa Bwana. Nasi tunaonyeshwa hapa na tuambiwa ya kwamba pia hata Bwana katika wakati ule alisema, pia hata malaika, hakuna mtu anayejua itafika wakati gani. Maneno hayo au matamshi haya hapa anayatamka akilinganisha na muhuri wa 7. Kama tunaweza tena ingie mara moja kushika hiyo. Mungu alifunua yote, yale yote ambayo tungepasha kujua, na yale iliyo ya lazima ni kwa ajili ya kusimama mbele yake tuliweza kuipewa, na saa ya kurudi kwake, wakati wa kurudi kwake au wakati wa kurudi kwake ishakapangwa yote, hata kama tunaweza kujua namna gani ilikuwa nini. Lakini Bwana wetu alituambia kwamba hakuna mtu anayejua na hakuna mtu atakayejua. Na kisha nasemeka, na naweza kusoma andiko hii, wale wote ambao aliokufia walikuwa wameandikwa katika kitabu, naye hangeliweza kutoka kwenye kiti cha mtetezi mbele
hawezi kutoka kazi yake ya utetezi ya kutetea watu kama hajaweza kuwakomboa wote kwa ujumla, naye hangeliweza kuwamaliza, kwa maana waliotayarishwa walikuwa wameandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Na hiyo nayo tuliweza kuyaonyesha tofauti katikati ya kitabu cha uzima na kitabu cha uzima cha mwana kondoo, kitabu moja kikiwa na pande mbili tofauti, kama naweza kuyasema kwa namna hii. Kwa hukumu ya mwisho sawa sana Ufunuo sura 20 mstari 11, haitakuwa kitabu cha mwana kondoo itakaofunuliwa, lakini itakuwa ni kitabu cha uzima. Na wakati wa hukumu ya mwisho kutakuwa wengi ambao watakaokubaliwa, ambao walioandikwa katika kitabu cha uzima. Wakati wa ufuko wa kwanza, wakati wa unyakuo, inahusu wachaguliwa wa kundi la wazaliwa wa malimbuko na wa kanisa bibi harusi, na wale ambao wanapaswa kufika katika unyakuo. Na hapa haitahusu kwa ujumla wale ambao watakaookolewa au watakaookolewa, lakini itakuwa wale ambao majina zao ziliandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa mbele ya kuwekwa msingi ya dunia. Hapa inasemeka, na ilikuwa naomba ili adumu pale, abaki pale, ili aweze kutetea mpaka mtu wa mwisho aweze kuwa amefika kwa kumalizia, aweze kufika kwa kumalizia. Utukufu kwa Mungu. Kuna maandiko, kuna matamshi ambamo ndani yake ndugu Branham aliweza kutamka matamshi iko kama vile Bwana alikuwa amekwisha kutoka kwenye kiti cha neema. Kama ingekuwa shaka itoka kwenye kiti cha neema, leo hatungeliweza kuwa nasi, tungeliweza kutoka katika chumba hiki, tungeliweza kuwa tumeachwa. Lakini neema ya Mungu ya siku zote kwa saha ambayo nayo tuchukua na kutetea, na sitaki kuwafika kitu fulani. Nataka kuwasomea mahubiri moja ya ndugu Branham, unaweza kunikumbusha au kunikamata kwa neno katika mihuri 7 haya anaposema ya kwamba wakati bibi harusi anaponyakuliwa, hapo shetani mustaka wa wandugu atakuwa ametupa hapa duniani. Msijisumbue kuhusu hayo pia inalingana na neno. Na kisha tunasoma hapa, wakati mihuri 7 ilipofunuliwa, hayo ikafungua Biblia yote kwa ujumla. Hapa ukarasa wa 20 katikati, mihuri 7 ilikuwa imewekwa mihuri 7 kupitia siri, na hiyo mihuri 7 ilikuwa ndani siri ambayo ilikuwa imekuwa ndani ya kitabu yote kwa ujumla, na hiyo kitabu ilikuwa ni kitabu cha ukombozi. Ni kusema Agano Jipya na si Agano la Kale. Agano la Kale ilikuwa tu ni utangazaji wa Agano Jipya, nayo haiwezi kufanywa kamilifu au hawawezi kufanywa kamilifu pasipo sisi. Tunajua ndugu Branham hapa mara nyingi alikuwa akitumikisha matamshi haya, alikuwa akisema akitumisha kwamba ni kitabu cha ukombozi, na ndani ya kitabu hicho cha ukombozi, na ndani ya kitabu hiyo ya ukombozi, waliokombolewa wote nyuma ya kufungua kwa mihuri 7 wanaweza kutazama ndani, wale ambao majina zao ziliandikwa na wale ambao walioingizwa katika kazi ya ukombozi yotimilika ya Mungu, wale walioingizwa katika kazi hiyo. Wengine wote wataweza kusimama nje, wataweza tu kuleta mavitendawili na wataweza kuleta maoni yao na matafsiri yao. Lakini kundi la kweli la waliokombolewa, malimbuko, ambao wanaofuata mwana kondoo mahali pote anapokwenda, ambao hawana njia yao wenyewe au mawazo yao wenyewe, lakini wanakuwa na njia, wanaingia katika mambo hayo yote ambayo Mungu aliyofunua. Na hapa inasemeka ya kwamba ni kitabu cha ukombozi. Tunataka kuweza kuona tena baadaye ya kwamba waliokombolewa wote waliingizwa ndani ya kitabu hiyo. Mniache nisome tena hiyo kwenye kukarasa hiyo moja.
ukarasa wa 21 katikati. Jina zao zilikuwa katika kitabu cha uzima, ndani ya kitabu hicho cha uzima, na wale ndio wapasha kusimama pale, kwa maana ilikuwa ni mpango wa Mungu kuweza kuwakomboa. Jina zao zilikuwa zimeandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo mbele ya kuwekwa kwa misingi ya dunia. Mwana kondoo alikuwa amechinjwa huko ili aweze kuchinjwa, lakini tazama, kukakuja mwana kondoo ambaye aliyekuwa amechinjwa. Mtazame akikuja sasa ili aweze kututetea. Tazama jina za wale wote waliokombolewa mbele ya kuwekwa kwa misingi ya dunia, waliokuwa wametayarishwa kwa ajili ya ufufuko wa kwanza. Jina zao zilikuwa zimeandikwa katika kitabu na jina zao haziwezi kutoshwa katika kitabu cha uzima, hawezi kuwa hivyo. Lakini ndani ya kitabu cha uzima cha mwana kondoo hakuna jina kinaweza kufutwa ndani milele na milele, kwa maana sio wewe na au mimi ndio tunalingana na hiyo, lakini hiyo inalingana na matayarisho ya Mungu. Na Mungu angeliweza kushikosoa wakati fulani, au kama angeliweza kuwa na gome ya kuweza kufuta kitu fulani ili aweze kuandika kitu fulani tena baadaye. Hapana, haiwezekani milele na milele. Yale ambayo Mungu aliyofanya inafanyika milele na milele. Ni kusema kufungua mihuri 7, hiyo siri, hiyo kitabu cha siri haiko tu na siri, lakini ina pia jina yako na jina langu. Kwa sababu gani? Kwa sababu siri hiyo ilikuwa imetayarishwa kwa ajili yako na kwa ajili yangu, nasi tuliweza kupata uwezo wa kufika kwenye siri hiyo, na kupitia Roho Mtakatifu tutaweka muhuri. Haiwezekani kwa namna tofauti. Hiyo ni ahadi ya Mungu, na ni katika hiyo ndio tunabaki tukisimama imara, na ndio maana hakuna mambo ya kubishana juu ya mambo hayo. Inaomba hiyo iweze kutujaza na furaha. Najua namna gani mnajisikia, na kose tena zaidi, ninajua namna gani mimi najisikia. Na tushidanganye sisi wenyewe na tudanganye mtu fulani, lakini tunahitaji tena ya mambo fulani ili tuweze kusimama mbele ya Mungu, mambo mengi. Lakini kwa namna hiyo moja hatuwezi kukataa ya kwamba Bwana aliweza kutufanyia neema, na hivyo hivyo hatuwezi kukataa ya kwamba aliweza kuturehemia, alitukubali pia, na kwamba aliweza kutufanyia neema ya kuweza kuwa wake milele na milele. Na katika imani tutabaki tukisimama imara na tukiambatanishwa na hiyo, tukiwa tayari kwa nguvu yake na msaada wake tuweze kusonga mbele. Na kisha nasemeka, mhesabia hiyo, atakuwa naye bibi harusi wake atakuwa pasipo mkunjo wala kunyanzi. Mwana kondoo alikufa kwa ajili ya hiyo. Kanisa itakuwa pasipo mkunjo wala kunyanzi, itakuwa pasipo mkunjo wala kunyanzi, itakuwa huku. Mwana kondoo alikufa kwa ajili ya lengo hiyo. Wakati jina ya mwisho ndani ya kitabu hiyo itakapokuwa imekombolewa, mwana kondoo atasonga mbele ili akabate kitabu, na ni kwa ajili yangu ndiyo ilitimilika. Wakati jina la mwisho litakapokuwa limekombolewa, mnatambua, wakati jina ya mwisho ya wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo itakapokuwa imekombolewa, hapo sasa mwana kondoo atasonga mbele, na hapo atakamata kitabu. Na sasa hakuna mtu atakayekosa. Najua kuna watu wanaosema wakati wa neema shakapita, lakini ilipita kwa nani? Ilipita kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya nani? Lakini kama inaweza kuwa ilipita, tunaweza kusikia huzuni, lakini wakati wa neema ingali pale, na wakati haiwezi kuwa kama vile ilivyokuwa. Hiyo ni kutokuelewa, na kwa sababu watu ambao hawaweza kuwa na mamlaka kuweza, watu ambao hawakuweza kuruhusiwa kuweza kupata sehemu juu ya mambo hayo, wanazungumzia hayo na waleta mabishano juu ya hayo. Ninasoma kwanza kwa Musa kwenye ukarasa wa 21 katikati wa malaika makerubi wenye uhai 4 wanasujudu, na wale wazee 24 wanakatupa taji zao wakisema, unastahili. Yohana akasema, wote mbinguni na duniani nikasikia ikisemeka, museme sauti kwa museme haleluya na amina, wakiimba sauti na sifa, tuimbe
wakasema kwamba unastahili. Walisujudu na nyuso zao mpaka chini, wale wazee 24 na wale wenye uhai wa 4. Nishaka sema mara nyingi na wasaka ya kwamba si vizuri kuweza kuimba wimbo huo tukikaa, inayosema kwamba unastahili. Tunahitaji tuweze tuweze kuimba tukisimama. Ingekuwa vema sana. Ingekuwa vema ni kwamba tuweze kuimba tukiweza kusujudu, tukiweka uso wetu mpaka chini. Tunaishi katika wakati mambo hayo yaliweza kutimilika. Bwana alikuwa peke yake ndiye alikuwa amekubaliwa, alikuwa anastahili yeye kama vile mwana kondoo wa Mungu, na alikamata kitabu ili aweze kufungua mihuri 7 na kuonyesha iliyokuwa ndani. Na wakati wale wazee 24 na wale wenye uhai wa 4, wale wazee wa 24, kitu cha kwanza waliweza kutupa taji zao chini. Hawezi kuwa kwa namna hiyo, ilikuwa imemalizika. Hakuna mtu anayestahili kupokea sifa nani katikati yetu, lakini mwana kondoo ndiye alijiacha kuchinjwa. Hatuko hapa kwa sababu tulikuwa tumestahili kuwa wanadamu tu kuweza kuwa hapa, lakini tuko hapa kwa sababu mwana kondoo alichinjwa. Walitupa taji zao, wakatoa taji zao, wakasujudu, na wote wakaimba wote pamoja, unastahili, unastahili kuweza kupokea sifa na utukufu. Sisi ni nani? Kuna mtu ambaye ataweza kupanda mbinguni akipandisha kifua chake na kupandisha kichwa chake, au wote wataenda huko watakaosema asante kwa Mungu, hapo Golgotha ulishinda kwa namna ya ushindi na ya utukufu. Amina, haleluya. Na ndiyo maana tuko hapa na tuko huko, na sio kwamba tulikuwa tumestahili, lakini kwa sababu yeye ambaye aliyekuwa na stahili peke yake kwa ajili yetu, ambayo tuliokuwa tustahili, alikuja ili aweze kutimiza ukombozi, na aliweza kutupatia ukombozi na neema na kwetu, ili aweze kututosha katika mavumbi, aweze kutufanya wana wa Mungu ambao watakaobadilishwa kwa sura yake. Inaomba mtu aweze kuelewa hayo ya kwamba siku moja tutabadilishwa kwa sura ya Bwana, na mambo ya kwanza yatakuwa yamepita na hatutaweza kuyakumbuka tena, hatutaweza kuyakumbuka. Lakini milele na milele, sisi kama vile wavulana wasichana wa Mungu, katika umilele wote tutaweza kusimama mbele ya Bwana. Na tena hapa mtambue, hapa chini kwenye mkarasa wa 21 ya kwamba ilikuwa ni ujumbe wa kizazi cha 5 ndio ikipasha kufunua mihuri 7. Yohana aliona malaika akiweka mguu wake kwenye bahari na mguu mwingine kwenye udongo, na ilikuwa ni Kristo. Huyo malaika alikuwa na upinde juu ya kichwa chake. Mtazame, mutaipata ndani ya Ufunuo sura 1, akiwa na upinde juu ya kichwa chake, na kuna yaspi, kuna sardwani. Na mtazame yule anayekuja akiweka mguu wake kwenye udongo na ingine kwenye bahari. Aliweka mkono wake juu, alikuwa na upinde juu ya kichwa chake, na hiyo ni agano. Hiyo ni agano. Alikuwa ni malaika wa agano ambaye aliyekuwa Kristo, aliyefanywa kidogo kuwa chini ya malaika ili aweze kuteseka. Akasonga mbele, akaweka mkono wake juu mbinguni, na kaapa kwa yule ambaye anayeishi milele na milele, Bwana Mungu, ya kwamba hakutakuwa tena wakati hiyo itakapokuwa imefanyika. Hayo ni maneno ya ajabu ya Mungu ambayo ndani yake tunaweza kuingia katika kilindi yake, na ambayo tunaweza kushukuru Mungu kwa ajili yake, na ambayo juu yake hatuna hitaji ya kusema kitu fulani juu yake, na inazungumza hayo yenyewe kwa ajili yake, na inazungumza moyo wako na moyo wangu. Nataka kuweza kugusa moyo wangu na moyo wangu. Katika maneno ya mwisho hapa katika ukarasa wa 22 tunasoma ya kwamba mtambue hapa katikati, anakuja kwa ajili ya ukombozi wale wote ambao waliokuwa wamekombolewa. Mnatambua, alikuja kwa ajili ya ukombozi ya wale wote ambao waliokuwa wameandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Wale wote waliokuwa wamekombolewa, wale wote walikuwa wametayarishwa kwa ajili ya kuandikwa katika kitabu cha uzima. Haleluya!
hiyo katika kitabu cha uzima, katika hiyo kitabu cha siri ilikuwa imeandikwa, na majina zao na jina yako na jina yangu ilikuwa imeandikwa, na yote yapaswa kufunuliwa, na wale wote ambao walikuwa wameandikwa majina zao ndani ya kitabu hiyo, na majina hizo na siri hizo zitafunuliwa kupitia Roho. Wale wote walikuwa wameandikwa katika kitabu hicho, walikuwa ndani ya kitabu. Wale wote ambao kuombolewa walikuwa wametayarishwa mbele ya kuwekwa misingi ya dunia, naye alikuja ili aweze kuwakomboa. Wale wote walikuwa wamekombolewa, walikuwa wameandikwa ndani ya kitabu hiyo. Nayo sio si ajabu, sisi hatuko tu watu ambao walioongezewa tu, lakini sisi tuko wenyeji wa nyumba ya Mungu, na hapa duniani tuko wasafiri, na safari yetu ni fupi, lakini makao yetu iko huko juu mbinguni. Huko ndio nafasi yetu iko, na kama inaandikwa hapa, alikuja kwa ajili ya waliokombolewa wote ambao waliokuwa wameandikwa katika kitabu, wale wote ambao waliokuwa wametayarishwa kwa ajili ya ukombozi walikuwa wameandikwa katika kitabu, walikuwa wametayarishwa mbele hata ya kuwekwa kwa msingi ya dunia, naye alikuja kwa ajili ya waliokombolewa. Wale wote ambao aliokomboa walikuwa wakiandikwa katika kitabu hiyo. Mara ngapi ndugu Branham alisema, jina zenu hazikuandikwa ndani, hazikuandikwa wakati wa kugeukia kwenu au wa kuamini, lakini jina zenu zilikuwa zimeandikwa katika kitabu hicho. Ndugu na dada wapendwa, Mungu angali yake wakati iweze kungoja yale yanapasha kufika. Mungu alishaka panga yeye mwenyewe wakati nakuja kwake, na mambo yote yanapasha kufanyika, yote shaka ipangwa mbele yeye na milele, na yote shaka ipanga yote. Hana hitaji ya kuweza kuwazia tena upya au kuweza kupanga tena mpango fulani, hapana. Yote shaka ipangwa tangu milele na milele. Ndani ya andiko ya pili inasemeka, nataka kuwauliza sasa swali, na nyinyi mnaosikia maneno haya, mnasema nini huko? Ilisemeka nini huko karibu na mto mwaka 1933 wakati iliposemeka kwamba Yohana alitumwa kwa ajili ya kutayarisha kuja kwa kwanza kwa Kristo, na ujumbe wako utatayarisha nao kuja kwake kwa pili. Na hiyo nayo tulishaka kuyasema mara nyingi katika miaka iliyopita. Ndugu Branham alikuwa alijiona ye mwenyewe akishinganisha na ujumbe, lakini baada ya kufunwa kwa mihuri 7 hiyo matamshi ikakuwa ya lazima sana. Na sio kwamba utakuwa mtangulizi, lakini ujumbe wako utakuwa mtangulizi wa kurudi kwa Kristo, na hiyo ndio inafanyika. Na najua ya kwamba kuna wale ambao wanaotaka kuweza kuleta kulinganisha wakati wa kuja kwa kwanza kwa Kristo na katikati ya ndugu Branham wakati wa kurudi kwa Kristo. Na ndugu Branham alitoa matamshi ambayo hatuwezi kukataa. Imeandikwa katika mahubiri mbele ya mihuri, mbele ya ufungua kwa mihuri 7, alisema kwamba malaika wa 7 atakuwa hapa duniani wakati wa kuja kwake, na sio wakati wa kurudi kwake, lakini wakati wa kuja hiyo. Nataka kuweza kuingia katika kose maelezo hayo, lakini inaandikwa hapa, lakini Mungu anataka kwa ajili ya kuonyesha yale yote ambayo kuonyeshwa wazi, lakini ningependa niweze kuisema mbele. Kwa ajili ya wana wa Mungu yote iko wazi, na hawataweza kushaacha kupotezwa na kudanganywa na yote na kitu chochote, na sio na maoni tofauti au mamia, na sio kuweza kuleta maoni fulani kuweza kuibadilisha kwa ya kwanza, hapana. Lakini wanangoja, wanabaki ili wakuweza kuongozwa kwa kweli na kweli, na kuongozwa katika kweli yote. Yohana alibaki mpaka wakati wa ukombozi ilipofanyika. Yohana Mbatizaji alibaki mpaka wakati wa Golgotha. Alitimiza kazi yake 100%, ndio. Na wakati kazi yake ilipomalizika alienda, lakini Kristo alikuwa angali pale yeye, na mpango wa Mungu uliendelea, na kisha ukakuja Golgotha. Sasa ndugu Branham hakuweza kutimiza sehemu ambayo angepaswa kutimiza, na Bwana hakuweza hasa, na Bwana shaka rudi. Moyo wangu unapaswa kushukuru wakati napoona mambo hayo yote, na hapo sasa moyo wangu unaweza kuvunjwa wakati watu wanapoweza kuingiza mawazo yao ndani ya maneno haya ya damani ya Mungu.
na hiyo ni maumivu ndani ya akili ya moyo wangu. Mungu wetu anajua walio wake, lakini naye ataweza kupatia neema yake mpaka kwa saa ya mwisho, naye atasaidia ili walio wake waweze kufanya tofauti, hawataweza kujiacha kudanganywa na kupotezwa. Sasa ina maana gani kuwa na maoni iliyo tofauti na mamia maoni? Na kama Mungu alizungumza, hiyo ni kitu hiyo wazi. Na wakati Mungu na wakati watu wanapozungumza, waweza kabata mchana yote mzima, na wakati wanapomaliza kuzungumza unakuwa na kichwa cha kuma, na hapo sasa inakuwa nafsi iko wazi na jibu haitakuwa pale. Lakini nani anawasaidia hapo? Hakuna. Lakini Mungu ni mwaminifu, naye anasaidia. Msijisumbue. Kwenye ukarasa wa 26 tunasoma huko chini, ndiyo ninajua hiyo, ndiyo ninayajua. Ilifika yale ambayo niliyoandika ndani ya kitabu changu cha unabii ya miaka 1933, lakini hayo yalifika. Mwamutambue ya kwamba ni shetani ndiye ambaye anayewaunga wote pamoja. Ni Biblia ndiye nasema hivyo. Tena muda kidogo, na kisha wakati makanisa yatageuka kuwa moja, itakuwa imemalizika katika hii mitumikio ya kimadhehebu, na hapo sasa itakuwa ni alama ya munyama ndani ya hiyo mitumikio. Ni kweli, lakini sina wakati ya kuweza kueleza hayo. Mitumikio ya kizehebu itakuwa imefika. Hii maneno haya hailinganishe na yale ambayo ndugu Branham alikuwa anataka kusema, lakini aliweza kusema rafiki yake wa zamani Duplessis, ambaye alikuwa amehubiri pamoja naye juu ya madhabahu mamoja. Alikuwa huko Afrika Kusini, na sana sana aliweza kupata sehemu katika makusanyiko makubwa, ambaye aliyeona yale ambayo Mungu alikuwa amefanya mbele. Mtu yule alikuwa bado kukanyanga katika udongo wa Marekani, na kisha alienda huko Marekani, na kisha akawa mtu aliyejulikana katika ulimwengu mzima. Na ndugu Branham hapa analeta maonyo haya na kusema mtu ambaye kwenye madhabahu moja tuliweza kuzungumza, aliingia iko na unganisha watu wote pamoja. Na mnajua leo ni nani ambaye aliyeleta hiyo moja katikati ya hizi mashirika za madhehebu? Sana sana katika hizi mashirika mbili za lazima, ilikuwa ni wa Methodist, ilikuwa wa Baptist, ilikuwa wa hiyo jeshi la wokovu? Hapana, ilikuwa ni hiyo shirika la Pentecost. Ilikuwa ni uhusiano ya hiyo mashirika mbili. Wa Methodist walikuwa hawana kitu cha kuleta. Wa Methodist walikuwa hawana kitu cha kuleta. Wa Pentecost walikuwa hawana kitu cha kuleta. Hiyo jeshi la wokovu lilikuwa hana kitu cha kuleta. Lakini walifanya nini? Walileta furaha. Walifanya kitu fulani ambayo ndani yake mambo watu waliweza kuwaza ya kwamba walikuwa wamepokea Roho Mtakatifu. Tunaweza kusoma mahubiri hayo katika nia ambayo ndugu Branham alitaka kuweza kuzungumza, akiwa na maelezo mengi akilinganisha na hayo. Sasa namna gani pasha kushukuru kuona jinsi Roho wa Mungu aliweza kuwa na nabii wake akiwa chini ya uongozi wake, na tena kwa namna mpya, hata kama ilikuwa ni maneno ambayo alikuwa hataka kuzungumzia, na Roho wa Mungu alikuwa akimuongoza ili aweze kutamka mambo ili nasi tusiweze kuyasahau. Na sasa hayo yanafika kwa mvuto wa 3 hapo kwenye ukarasa wa 27 huko chini. Hii huduma pia itaweza kujirudilia, na kama ingekuwa ni mvuto wa 3 itakuwa kwa ajili yao, itakuwa kwa wale ambao watakao wamepotea. Ni kama ni hivyo, naamini ya kwamba sivyo, lakini kama hivyo sasa muwazie hiyo muda kidogo kwanza, nataka kidogo kwanza. Kama ni hivyo basi Mungu atulinde. Nina watoto, lakini hiyo inakuwa na anga iliyo karibu sana. Sasa kwa sababu gani niliweza kuwa na maono haya nikiwa mtoto mchanga? Kwa sababu gani sikuweza kuyawazia tena mpaka leo? Kwa sababu gani niliweza kuchukuliwa katika hiyo anga ndani ya chumba yangu? Na nilisema, tazama ya kwamba niko katika hiyo kelele niliyosikia huko mbele, nafsi zilizopotea. Bwana Yesu aliwahubiri katika hiyo gereza ya chini, lakini hawakuweza kutubu. Na kama za kuwahubiri hawataweza kutubu, hakutatoa tena nafasi kwa ajili yao. Mwana kondoo alikamata kitabu. Hayo yalikuwa nimefanyika katika muhuri wa
wa sita, wakati alipokuwa tayari kuweza kufungua muhuri wa saba. Unajua hiyo ni lazima sana. Ndugu Branham aliweza kusema hiyo, na ndugu Branham aliweza kutenganisha wakati. Hakutaka funzo lake au matamshi yake ilikuwa na mpaka. Hakuweza kutazama wakati na mahali ambapo kulikuwa wakati ya sasa, alikuwa akiyazungumza kama vile ya wakati iliyopita. Ndio, hiyo ilikuwa ni matamshi yake kwa namna yote, na hatuwezi kuibadilisha kitu juu ya hayo. Lakini mtu aliye na Roho Mtakatifu aliweza kuona hiyo mfano ya kwamba alikamata kitabu wakati wa muhuri wa sita, wakati wa muhuri wa sita, na sio wakati wa muhuri wa ile lakini wakati wa muhuri wa sita, wakati alipokuwa tayari kuweza kufungua muhuri wa saba, lakini aliweza kutamka kwa namna ile wazi. Lakini wazi hayo, mnakumbuka ya kwamba aliweza kuficha muhuri wa saba, hakutaka kuifunua. Malaika alikuwa akisimama pale siku kwa siku ili aweze kuyafunua, lakini ile hakutaka kuifunua. Alisema ya kwamba kukawa kimya ndani ya mbingu, hakuna mtu ambaye aliyeweza kujua. Mnajua ya kwamba ndugu Branham alikuwa akiita mara nyingi kuonekana kwa Bwana katika nguzo ya moto, aliita kwamba ni malaika wa Bwana. Na ni hivyo ndani ya Kutoka sura 3 inaandikwa yeye kama vile malaika ambaye alionekana kwa Musa ndani ya kichaka cha kuwaka moto. Na ni hivyo hivyo ndani ya Malaki sura 3 mstari wa kwanza ya kwamba anaandikwa kwamba yeye ni malaika wa agano. Na hapa ndugu Branham anasema kama vile nimekwisha kusoma inayohusu malaika ya kwamba alisimama pale, malaika alisimama pale siku kwa siku ili aweze kuyafunua, lakini hiyo hakuweza kuifunua, hakutaka kuifunua. Anasema ya kwamba kukakuwa kimya mbinguni, ni kusema muhuri wa saba ilibaki ikifungwa, ni kusema ilibaki pasipo kufunuliwa. Alisema kwamba aliweza kuyazungumza, lakini kukawa kimya mbinguni, hakuna mtu aliyeweza kujua. Ilikuwa ikihusu kuja kwa Bwana. Unajua, inahusu kuja kwa Bwana, lakini alizungumza kwa wakati uliopita, alikuwa akizungumza kama vile wakati nikusema ilikuwa ikihusu kuja kwa Bwana, lakini hayo mawili yanaweza kuonekana kwa namna iliyo njema wakati unapoyaona kwa ajili yako, wakati unapoweza kujilinganisha na yale yaliyosemeka mbele, na hapo unaweza kusema kwamba ilikuwa ikihusu kuja kwa Bwana, kwa sababu hiyo ilikuwa imetamkwa kwa wakati uliopita. Lakini sivyo, lakini sasa tunataka kuishi katika wakati huu, tunaweza kusema kwamba inahusu kuja kwa Bwana, sivyo? Ni kweli kwa namna ya kutamkwa, ni hivyo kweli pia, na si namna nyingine. Hakuna mtu aliyekuwa akijua ya kwamba ilikuwa ikihusu kuja kwa Bwana. Ni kusema muhuri wa saba, kimya mbinguni, kuja kwa Bwana. Hakuna mtu aliyekuwa akijua siku na saa, hakuna mtu anayejua wakati, hakuna mtu anajua siku na saa, na hakuna mtu atakayejua kujua nani hakuna mtu anayeweza kujua ni wakati gani. Najua kwamba mnakumbuka mahubiri haya vizuri. Anasema hapa, kwa sababu gani hii maono niweza kuyapata wakati nilipokuwa ningali mtoto? Kwa sababu gani sikuweza kuwazia hiyo tangu mbele? Kwa sababu gani ulichukuliwa huko ndani ya chumba changu siku hiyo? Alikuwa amekwisha kuona kwamba alikuwa mtoto mchanga, aliweza kuona maono hayo. Lakini sasa hapo alikuwa akikaa pale ndani ya duka kubwa, na hapo akapokea ufunuo wa Mungu. Ufunuo wa Mungu unaweza kuonekana mahali pote. Inaweza kuwa hapa katika chumba, inaweza kuwa hapa ndani ya kanisa, inaweza kuwa mahali pote. Unaweza kuwa alichukuliwa alikuwa katika duka hiyo, alikuwa akiona wanawake wakishuka katika hiyo madaraja za kuteremuka, walikivaa wakipakaliwa marangi za majano na kadhalika na blue. Hapo akaguswa, akachukuliwa, akaingia katika maono, akaona maono, na kupitia Roho akakumbusha yale aliyoona wakati alipokuwa mtoto mchanga. Na katika matamshi hayo ya kiungu ya ufunuo hapo ya saa hiyo, alikuwa akijua ya kwamba wakati ilikuwa imefika. Yale ambayo nilikuwa nimeonyeshwa wakati ule, anayaona sasa, akayaona mbele yake, na yaona kwa macho yangu. Yale niliyoona huko niliona sasa katika uhakika. Na hapo Bwana akamzungumzia na akamfunulia mambo aliyokuwa akiyaona. Na hapo sasa anaendelea
na siwezi hata kuyasoma kwa sababu na sio wadada. Hapa ndugu Branham hakutaka kuzungumza kuhusu wadada hapa. Alikuwa anazungumza kuhusu wadada. Na siamini kwamba kuna mtu anaweza kusikia kwamba anahusika haya. Hakuna mtu anayehusika na mambo haya. Lakini ndugu Branham alikuwa akizungumza kuhusu wanawake ambao ndani ya viburi vyao, ndani ya majivuno yao, ndani ya kiburi chao, ndani ya upofu wao waliokuwa wakiishi kama vile Mungu alikuwa hana kitu cha kuambia. Ni hiyo ndio inahusika. Na sio wale ambao wanaojinyenyekeza kwa Mungu. Hiyo tunajua sisi sote vizuri. Inasemeka tena, tazama yale ambayo madhehebu yamefanya. Mtazame yale ambayo madhehebu yaliyofanya kwa ajili yake. Madhehebu zilifanya wanawake wale wanaotengeneza neno, wanaofanya tofauti na Biblia, walifanya wanawake kuwa wahubiri, na ijapokuwa andiko inakataza hiyo, wao wenyewe wanawafanya kuwa waongozi, wanawafanya wameya, wagavana, wanakamata makazi zote ndani ya nchi, na waliweza kupatia mwanamke pia waziri fulani ndani ya nyumba ya Mungu, ndani wakawapatia pia huduma ndani ya nyumba ya Mungu. Na ijapokuwa alishindwa kwa sababu ya dhambi yote ambayo haijawahi kuonekana hapa duniani. Mwanamke ndiye chanzo ya kuanguka. Mwanamke ndiye chanzo, mwanamke ndiye aliye sababu na yeye mwanamke ndiye anakuwa chanzo ya hii watoto wanaozaliwa wakiwa vipofu. Kila kaburi iliyochimbuliwa kwa sababu ya mwanamke. Hawezi kusoma yote kwa ujumla. Sehemu ya pili ni kwa sababu ya mwanamke ndiyo mambo hayo yako hapa. Ni kwa sababu ya kanisa ndiyo mwanamke hapa inazungumza kwa sababu ya kanisa ilichaguliwa, wale waliotoshwa, hiyo kundi iliyotayarishwa, na ni kwa sababu ya hiyo ndiyo anakuja katika kila kizazi, ndani ya kila kizazi. Ni wanawake, ni kwa ajili yao ndiyo anakuja, na hiyo nayo ni neno la utukufu sana. Ni kanisa chaguliwa, ni wale ndio nanazungumzia, ni wachaguliwa, ndio wanaotega masikio kwa yale ambayo Roho anaambia kanisa. Na mnajua vizuri yale inayoandikwa ndani ya Waebrania inayohusu taifa la Israeli, ya kwamba walikula chakula cha malaika, na ijapokuwa Mungu hakuweza kuwafurahia au juu yao, nao hawakuingia katika pumziko, na Mungu aliapa katika kasirani yake. Na sio muda mrefu katika unabii niweza kusoma ya kwamba tuliweza kupokea chakula cha malaika. Lakini wapendwa, hayo yote siyo kipimo. Tuliweza kufanya nini pamoja na hayo? Hiyo ndiyo ya lazima sasa. Tuliweza kufanya nini na yale ambayo tuliweza kupokea? Tuliweza kufanya nini? Hiyo ndiyo inahusika, hiyo ndiyo ya lazima. Taifa la Israeli waliona nguzo ya moto, waliweza kupokea mana, sivyo? Waliweza kuona yale yote ambayo Mungu alitaka kufanya, waliweza kuipokea, waliweza kuishi pia ndani ya mili yao. Mavazi yao hayakuweza kuzeeka, na wakati muda ulipofika wote walikufa. Ndugu Branham anasema waliweza kufa wakitenganishwa na Mungu. Ni kusema sio yale ambayo Mungu anayotoa na anayofanya, lakini ya lazima ni yale ambayo tunayofanya na yale ambayo tunaweza kupokea kutoka kwa Mungu, na yale ambayo Mungu aliweza kutimiza ndani yako na ndani yangu wakati anapotupatia neno hiyo. Tunaweza kuwa tuliona nguzo ya moto, tunaweza kuwa tulisikia, tunaweza kuona nguzo ya moto, tunaweza kuwa tulikula chakula cha malaika, lakini itakuwa siku zote utiifu. Hawakuweza kuambatanisha neno na imani na kuweza kuweka katika matendo katika utiifu, na Mungu akakasirika, hakuweza kupendezwa nao. Na hiyo kitu moja ndio kurudia tena leo. Haitoshi kuweza kusikia neno la Mungu au kuweza kulipokea, lakini kuweza kuliweka katika matendo kupitia neema ya Mungu. Akose ndugu Branham hapa anaweza
anasema ya kwamba ni kweli mliweza kufanya hiyo. Anazungumza kuhusu karama za Roho ambazo watu wanatumikisha, wanasema haleluya, utukufu kwa Mungu. Ni kweli mliweza kufanya hiyo, ni kweli msifanya hivyo, lakini mkumbuke taifa la Israeli. Biblia inasema ya kwamba wakati alipokuwa ameita taifa lake na wakati alipowatosha katika Misri, Mungu aliwaharibu kwa sababu hawakuweza kufuata ujumbe. Walikuwa wamekula mana ya mbingu, mana ambayo Mungu alikuwa amenyeshesha hapa duniani ili awalishe. Walikuwa wamesimama mbele ya mjumbe, walikuwa wameona nguzo ya moto, walisikia sauti ya Mungu, walikuwa wamepata pia hata kushuhudiwa. Na kwa sababu walitaka kuweza kupata hayo, lakini walitaka kuweza kuenda, walitaka kuweza kuwa na watu watakatifu sana. Unaweza kuwa na watakatifu sana, unaweza kuwa na mambo mengi huko na huko, unaweza kuwa watakatifu, unaweza kuwa na mambo haya na haya, unaweza kufanya hiyo yote, taifa lote litaweza kuwa takatifu. Lakini kama hiyo ndio, lakini kama hii sio hiyo ndio inafanyika katika wakati ule, lakini Mungu atulinde. Sasa msikie haya, Mungu ni mhukumu, naweza kuhukumiwa pia mimi, na sitaki kuweza kuhukumu hata mtu yeyote, lakini hiyo ni kukubalishwa tu nao maoni yangu. Hiyo kama vile katika siku za Musa ilikuwa ni nini? Watu wamoja walisema, walikuja wakasema ya kwamba sisi hatuko kama vile wewe, na sisi hatuna huduma, hatukusikia hiyo pia, hatukuweza kupokea neno, hatukusikia ujumbe, nasi tu watoto wa Mungu. Sasa Musa ni peke yake, ndiye peke yake. Nani anatupatia agizo ya kwamba yeye ni peke yake? Na sisi sasa tuliitwa na Mungu, tulipita katika bahari nyekundu, tuweza kunywa mwamba, tuweza kula chakula cha kiroho. Sasa wewe peke yako, sisi wote ni watakatifu, lakini sio Musa yeye peke yake na yote, lakini sisi tuko na mambo yote, na ni hivyo, ni kweli. Lakini Mungu naye iko hapa. Mungu hakuwa mbali. Mungu aliweza kuona yote mpaka katika wakati uliokuwa imepangwa, na kisha akasema sasa ilikuwa imemalizika. Nilizungumzia nani? Niliwazungumzia au Musa? Ilikuwa inahusu nini hapa? Inahusu nini hapa? Ni Musa au watu wa Mungu? Ni watumishi wa Mungu ndio waliweza kujiweka kwa nafasi ya kwanza, au ni mkono wa Mungu ulikuwa juu yao? Walikuwa wameagiza kuweza kutoka tu na kwenda. Ni kwamba na sio kwamba mtu aweze kufanya yale anayopenda kufanya katika ufalme wa Mungu. Hiyo inakataziwa katika ufalme wa Mungu. Ndani ya ufalme wa Mungu ni Mungu peke yake ndiye aliye na haki ya kufanya kitu fulani, na mtu ambaye aliyetuma kuweza kufanya kitu fulani ndiye anaweza kuifanya, na ingine yote inaweza kusema hii. Mniacha niseme na kuyatamka. Mwingine yote wanaweza kusimama chini ya uvuvio mbaya. Unaweza kufanya kitu fulani kwa ajili yako wewe mwenyewe na kwa sababu ya makazi yako wewe mwenyewe, na hiyo inaleta vurugu katika taifa la Mungu. Inaleta mvurugo. Na hapa kunakuwa kama vile kitu fulani. Hapa kutakuwa Kora na hapa Abiramu. Tunataka kuweza kwenda wapi? Tunataka kusikia nani tena? Nini sasa? Kulikuwa Datani, kulikuwa Kora, kulikuwa Abiramu, na wote waliingia katika mvurugo. Haungeweza kusikia. Mungu anazungumzia nani? Ni nani ambaye Bwana alikuwa ametuma? Nani ambaye aliyekuwa na kitu fulani cha kusema kutoka kwa Mungu? Wote walisahau. Walikuwa wamesahau yale ambayo Mungu alikuwa amefanya. Na hiyo ilionekana ya kwamba hapo yale yalifanyika mbele ilikuwa haiko tena pale. Na wote walikuwa wamesumbuliwa kwa pande zote. Na Musa peke yake ndiye aliyeombea wote. Na mnaweza leo kuniamini, ninaomba kwa ajili ya wale wote ambao wanaopingana na mimi, iwe kwa namna iliyo ya wazi au kwa namna ya hasarani. Hakuna mtu aliyeweza kunisikia kwamba nishakatamka hata neno moja la kuweza kuumiza hata ndugu moja, hata kwa namna iliyo yangu mimi mwenyewe nyumbani. Ndani ya moyo wangu nakuwa na huzuni kwa ajili ya wale wote. Ni kwamba niweza kupata kutumwa kwa kiungu ambayo hawezi kuamsha tena makundi ambayo unaweza kuchagua kwa namna fulani, lakini kutumwa kwa kiungu kwa ajili ya taifa la Mungu lote, ulimwengu mzima, na kwa ajili ya watu wote wa Mungu katika ulimwengu mzima. Na ni katika hiyo ndiyo taifa lote, bibi harusi wa mwana kondoo, na mataifa na makabila zote zaweza kuwa sehemu ya bibi harusi. Ni nani anayeweza kupata sehemu katika kusanyiko lote?
Kuna mtu anaweza kukusanyisha watu fulani karibu yake na kukusanyisha watu fulani katika nyumba yake na ndani ya makusanyiko. Lakini kunanikujia neno fulani katika mawazo. Kuna neno fulani hapa katika Matendo ya Mitume sura 3 au sura 4 ya kwamba walikuwa kusanyika katika manyumba hapa na huko. Hiyo ni Biblia na hiyo ni kweli na nzuri. Wakati tunapokuja kusanyika kwa ajili ya maombi na kwa ajili ya kuchunguza neno na kwa ajili ya kumega mkate, hakuna mtu anaweza kusema kitu fulani hapa. Lakini wakati Paulo anapozungumzia Timotheo na wandugu zake wanao akisema kuhusu wale watu wanaoingia katika nyumba za wandugu na kuweza kusumbua watu wengine, hiyo ni kitu kingine. Hiyo kitu ambacho hakina tena uhusiano na watu wengine na hakina uhusiano na kitu kingine. Na tupaswa kutambua inafanyika katika lengo gani na inafanyika katika sababu gani na inakuwa ikilisukumwa na roho gani. Na hiyo inapaswa kusikilikana ili watu waweze kufanya tofauti, waweze kukamata maamuzi ili wasiweze kusumbuliwa na masumbufu na mafundisho fulani nao kuja huko na huko. Na hapa inasemeka ukurasa 29, Bwana anasema wale wanaotaka kuja kwa upande wa Bwana waweze kuja kwake. Na Mungu aliweza kufungua udongo ukameza wadui wote wa Mungu. Na sio wale wanaosema Bwana Bwana watakuwa ingia katika ufalme wa mbinguni, lakini yule anayefanya mapenzi ya Baba yangu. Ni kweli. Swali sio kama mtu yuko mzuri au hapana, lakini swali ni kwamba mtu aliweza kutumwa na Mungu kweli kweli. Na hapa tunaweza kuzungumza mtu anayetumwa na Mungu anasema maneno ya Mungu, na yule aliye wa Mungu anasikia neno la Mungu. Na situmaini ya kwamba kuna mtu anaweza kuja na ili aweze kusikia tu mtu, lakini natumaini ya kwamba tunakuja sisi sote ili tuweze kusikia Mungu atuzungumzie kupitia neno lake. Lakini mniache niweze kukazia juu ya hayo, wakati inakuwa hatari sana. Siku moja kila mtu ataweza kusimama pale na atabaki mahali ambapo alikamata nafasi yake. Wale waliokuwa pamoja na Kora watakuwa pamoja na yeye, wale waliokuwa pamoja na Datani watakuwa pamoja na yeye, wale waliokuwa pamoja na Biramu watakuwa pamoja naye, wale waliokuwa pamoja na Musa. Siku moja kwa namna moja au nyingine hiyo itakuwa imemalizika na kila mtu atabaki mahali ambapo alipokamata nafasi yake. Tulikamata nafasi yetu na pia hata pamoja na ndugu Frank au pamoja na ndugu Branham, lakini hapana, tulikamata msimamo wetu pamoja na Bwana, pamoja na neno lake. Ni yeye ndiye aliyefunua neno lake katika wakati huu, na tunashukuru Bwana kwa sababu yeye mkombozi, Mwokozi, mwana kondoo wa Mungu alikamata kitabu cha ukombozi. Nasi tunashukuru Bwana kwa sababu aliandika jina zetu mbele ya kuwekwa msingi ya dunia, na tunaweza kupata sehemu kwa yale yote aliyofunua. Wale wote ambao jina zao ziliandikwa katika kitabu cha ukombozi hawatasikia mtu mwingine ila Bwana wao, Mwokozi wao, mwana kondoo aliyechinjwa na aliyekamata kitabu na aliyevunja mihuri na aliyefunua aliyokuwa ndani. Nao wataingia katika pumziko ndani ya Mungu, na watakuwa moyo moja na nafsi moja, na sio kupingana moja na mwingine. Hiyo ni nyepesi sana. Na hapo kutakuwa Herodi na Pilato na warafiki yake wote wataweza kuunda kundi fulani. Si vyepesi. Hiyo ni umoja. Hiyo sio umoja wa kiungu. Umoja wa kiungu ni Mungu ndani yetu na Kristo ndani yetu, utumaini la utukufu. Na hiyo ndio tunataka tuweze kuona, na hiyo tutayaona. Mungu kwa neema yake ataweza kutupatia hiyo, hata jina lake liweza kuwekwa juu na liweza kutukuzwa. Hata ndani yako na ndani yangu aweze kutupatia neema na upambanuzi ya kuweza kujua ni nani anayezungumza na kwa sababu gani na kwa lengo gani na kwa lengo gani unazungumza, na kwa lengo gani unazungumza. Na hapo sasa tutaweza kuona kwamba kwa mwisho Mungu ataweza kuacha yale ambayo iliyofanyika na iliyosemeka kupitia neno lake na ikikubalishwa na neno lake, na yale iliyoweza kufanyika kupitia roho wake. Nasi tuweze kuelewa, na kwa kumalizia naweza kusema hii kitabu cha waliokombolewa, kitabu cha ukombozi kilifunuliwa kwa wale waliokombolewa na ambao majina zao zilizoandikwa ndani ya kitabu
na ambao walioingizwa katika kazi ya ukombozi. Ni wale ndio wanaweza kupata sehemu katika yale yanayoandikwa, kwa maana wao wenyewe waliandikwa katika kitabu hiyo. Haleluya! Hiyo ni kitu fulani cha ajabu na kitu fulani cha utukufu, kitu fulani kubwa. Na pia hapa moyo wangu unaweza kufarijiwa na kushukuru Mungu, na wakati napojua kwamba jina langu naandikwa huku. Sisi sote tutaweza kupitia ushuhuda wa Roho Mtakatifu, tutaweza kusaidiwa sisi sote na tutaweza kubarikiwa na Mungu. Amina. Tusimame na tuombe. Tusimame kwa ajili ya kuomba. Oh, ni Yesu. Oh, ni Yesu. Oh, ni Yesu. Yesu peke yake. Niligusa pindo la vazi lake na damu yake ilinisafisha. Jimwange, ndio jimwange. Tujae, jaa moyo wangu na upendo na neema. O Roho wa Mungu, jimimine juu yetu. Baba le mbinguni, pamoja tunakuja mbele ya uso wako takatifu. Tunataka tuweze kusujudu na tujitupe mbele ya uso wako, mbele yako, kwa maana wewe peke yako ndiye unayestahili kukamata kitabu na kuweza kufungua na kuvunja mihuri na kufunua yale ninayoandikwa ndani. Ninakushukuru kwa sababu sisi ni sehemu ya mpango wako wa wokovu. Ndio, kwa sababu sisi tuko wale ambao waliokuwa wakihusika ndani ya ukombozi. Haleluya! Sisi tuko wale wengi ambao neno lako linasema, oh, jina lako takatifu lisifiwe. Tunaweza kuimba, niliokolewa kwa damu ya mwana kondoo. Bwana mpendwa, acha wewe mwenyewe kundi lako la kukombolewa ambao uliokomboa kwa damu yako ya damani hapo Golgotha, wewe mwenyewe ambao uliweza kuita, wewe mwenyewe uliweza kuita kutoka na uweza kujifunua kwa kila mmoja wao. Bwana, ninakushukuru kwa sababu uliweza kutupatia nuru ya ujao kwa yale yote uliyosema na yale yote uliyofunua. Bwana mpendwa, unajua tungelipenda ili tuweze kujazwa na Roho Mtakatifu. Tunatarajia mazoezi hayo ya kimaajabu. Tunapenda ili tuweze kupokea uzima mpya ambao unaotoka mbinguni, unaoweza kusimama mbele yako, na katika kilindi cha nafsi yetu uweze kutubadilisha, tuweze kuwa kanisa hilo la wazaliwa wa kwanza, ambapo ndani yake unaweza kuweka makao yako, ndani yake unaweza kutembea na kuishi ndani yao hapa duniani. Bwana, kushukuru kwa sababu utafanya hivyo. Bwana, kushukuru kwa sababu uliweza kutupatia hiyo heri ya kuweza kusikia neno lako la mwisho, na tunaamini ya kwamba hili ni neno la mwisho la Mungu. Mungu wangu, na juu ya hiyo hakuna kitu kinaweza kuongezeka juu yake na hakuna kitu kinaweza kupunguzwa. Bwana, uweze kutuongoza tukikubaliana na yale uliyosema katika kizazi hiki, iweze kuletwa na tuweze kuwa moja pamoja na wewe na pamoja na neno lako, pamoja na yale uliyosema kupitia Roho wako, tuweze kukubaliana moja, tuweze kuwa moja kwa ujao. Bwana mpendwa, tunakuja na mahitaji zetu kwa ajili ya watakatifu wote, tukiwa na uhakika Bwana, unajua walio wako na walio wako wanakujua na walio wako wanasikia sauti yako. Acha waweze kusikia na waweze kutoka katika hizi maufurugo yote na hii maoni yote ya watu, waweze kutoka katika mambo hayo yote, waweze kusikia sauti yako, neno lako. Bwana, tunakupatia yote katika mikono yako na tunakuomba uweze kutubariki na pamoja nasi, pamoja na taifa lako lote katika maabudu, katika ulimwengu mzima.
katika wingi wa neema yako, katika jina takatifu la Yesu. Amina.